kwenye hospitali yetu. Lakini pia walikuja kutembelea kuona wagonjwa, kuona mama ambao wamejifungua kwenye wodi ya kina mama na uzazi, na pia kuja kuangalia huduma ambazo tulikuwa tunazitoa. Kwa hiyo imekuwa fursa kwetu sisi, na huduma ambazo tunazitoa kwenye hospitali yetu ya mkoa ni zile ambazo za wagonjwa wa nje na wa ndani, na wagonjwa wote ambao wanapewa referral na wale ambao hawapewi referral. Lakini pia tuna huduma ambazo nyingi ambazo tunazitoa kwenye hospitali yetu. Kwanza tuna madaktari bingwa 19 na tuna huduma za kibingwa 10. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uwekezaji huo kupata wataalamu, lakini pia tuna miradi tofauti ambayo tunaitekeleza kwenye taasisi yetu. Kuna mradi wa jengo la afya mama na mtoto ambao umekamilika kwa 97%, na pia huduma zinaendelea kwa 100%. Kwa kuna huduma za kina mama, kuna huduma za watoto, na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha jengo hili kuweza kukamilika na kuanza kutoa hiyo huduma. Lakini mbali na hapo tumekamilisha of course ujenzi wa mtambo wa kuzalisha hewa tiba ya oxygen. Kama mnavyojua, mwanzoni tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kwenda kununua mitungi ya oxygen kwa ajili ya huduma mbalimbali kwa wale wanaohitaji oxygen. Kwa hiyo tumefanikisha na mradi huo umekamilika kwa 100%, na toka tumekabidhiwa tarehe 17 mwezi wa 10 tumezalisha mitungi 1200. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunaweza kuishukuru tena serikali ya awamu ya 6 na ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi tunapata wagonjwa wenye uhitaji wa oxygen wanapata oxygen direct kwa sababu tumeunganisha oxygen pipe kwa zile wodi zote. Kwa hiyo mtambo unafanya kazi masaa 24 na unagawa oxygen kwa wale wenye mahitaji. Lakini pia tuna huduma hizi za private ambazo tumezianzisha. Hii tulikuwa tunatekeleza pia maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Omar Mchengera kwamba hospitali zote za mkoa lazima ziwe zinatoa hizi huduma za medical tourism. Kwa hiyo tumeanza kwa miundombinu, tukawa na hizi private ward, tuna executive ward, tuna VIP ward na VVIP ward. Kwa hiyo hizi ni huduma ambazo zimeweza kuimprove kwenye taasisi yetu ya Mawezi. Lakini pia tuna huduma ya uchujaji damu kwa wale wagonjwa ambao figo zao zimefeli. Kwa hiyo tunatoa hizo huduma takriban miezi 4 ambayo tumeanza. Tuna wagonjwa almost 15 ambao wanapata huduma hapa, na kwa bei elekezi ambayo tumeagiziwa na Mheshimiwa Waziri kwamba isizidi 160 kwa kila mgonjwa kupata hizo huduma. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao tuko nao. Lakini pia kuna vifaa tiba ambavyo vipo. Tuna CT scan 2, tuna CT scan general CT scan, na pia tuna specialized dental CT scan. Hizo hii kwetu imekuwa ni faraja sana na uwekezaji mkubwa sana kwa kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wa mkoa wa Kilimanjaro na maeneo yote wanaweza kupata hizo huduma kwa ufanisi na kwa ubora mkubwa sana. Kwa hiyo kwa kusema hivi niweze kuwashukuru sana. Nishukuru pia uongozi wa mkoa, CCM mkoa, kwa kututembelea kwenye taasisi yetu ya kuja kuangalia zile huduma ambazo tunazitoa, lakini pia kuona miradi ambayo tunaitekeleza na ile ambayo tunatarajia kuitekeleza. Lakini pia kuna miradi ambayo inakaribiwa kutekelezwa. Kwa mfano mradi wa mortuary ambao recently utaanza kujengwa hapo, na pesa zipo bilioni 1, karibia bilioni 1 ipo, na mkandarasi usuni ataanza kuanza ujenzi. Lakini pia tunatarajia kuwa na ujenzi wa ghorofa 6 ambao utakuwa na gharama ya bilioni 13. This financial year ambayo inaanza, tutaanza kupewa bilioni 3 ambao tutaanza huo ujenzi. Kwa hiyo na pia kuna mradi mwingine wa OPD Modern Complex. Tutakuwa na OPD ni idara ambayo inatibu wagonjwa wa nje. Itakuwa ni modern ambayo itakuwa na full equipment huko zitakuwa ndani. Kwa hiyo itakuwa ni uwekezaji of course mkubwa sana ambao tunashukuru sana wizara, tunashukuru sana serikali na wizara kwa ujumla kwa kuhakikisha kwamba haya yote yanatekelezeka, na ni kwa sababu tu wananchi wote waweze kupata huduma za ufanisi za ubora mkubwa sana.